Hussein Rajabu, kama tunavyofahamu, uchaguzi umefanyika huko Burundi licha ya upinzani kutokuwepo na kishinikizo cha kimataifa. Unasemaje juu ya hali hiyo? Hali hiyo ni hali ya mshangao kabisa, sababu wengi hawakutegemea kwamba Nkurunziza anaweza kufanya jambo kama hilo, japokuwa wale tuliokuwa karibu yake tulijua kwamba lazima ala kuli hali aweze kufanya kitendo kama hicho cha kuitia aibu Burundi na demokrasia ya Warundi. Upinzani wote haujashiriki. Hii ni mara ya pili. Mwaka 2010 upinzani haujashiriki. Hufikiri kwamba upinzani umefanya makosa? Upinzani haukufanya makosa, kwa sababu wale ambao wanawaza kwamba Nkurunziza anaweza kufanya uchaguzi ni ndoto kabisa. 2010 ilikuwa ni kura za makompyuta. Ni jambo ambalo tunalifahamu vizuri sana, tunalifahamu fika. Na hata hivi kura tayari zimepangwa kwenye makompyuta. Hata vyama ambavyo havikushiriki wana matatizo ya kuweza kutizama namna ya kufanya mipangilio ya kura hizo. Kura hizo zimepangwa na ndio hizo zitatangazwa, sio zile za matokeo ya uchaguzi. Kwa sababu kuhusu uchaguzi tumefuatilia kwa karibu sana hapa na pale, uchaguzi hakuna hata 10% ya wananchi ambao waliweza kushiriki. Na isitoshe, hata wale waliokuwa walijiorodhesha kwenye uchaguzi huo ilikuwa ni uorodheshaji haramu, jambo ambalo Warundi waliweza kupiga kelele ili uorodheshaji huo uweze kurudiwa ila Nkurunziza alikataa kata. Uchaguzi huu sio wa Warundi, ni uchaguzi wa Nkurunziza na kakundi kake. Na unafikiri ni kwa nini Nkurunziza na wenzake wamekaidi kishinikizo chote hichi cha upinzani kutoka kwenu nyinyi wanachama na jumuiya ya kimataifa? Nkurunziza anafanya hivyo kutokana na matatizo ya mambo aliyoyatenda katika taifa la Burundi. Pameendeshwa mauaji ambayo Warundi wamelalamikia na mataifa, na hakuweza kuonyesha mwenendo wowote ili aweze kubadili hali hiyo. Alafu palikuwepo zaidi sana uporaji wa mali ya umma. Ndiyo mataifa yanaishinikiza Burundi kuiwekea vikwazo kama vile Jumuiya ya Nchi za Ulaya, Amerika na kwingine, ila Nkurunziza anategemea mapato ambayo anayatoa katika hasa uporaji wa madini. Na sasa nyinyi mtafanya nini? Nyinyi wewe uko pamoja na sawa na wapinzani, mko nje katika nchi jirani Afrika Mashariki. Nini la kufanya kuweza kuhakikisha hali inafanyika kwa amani? Jumuiya la kimataifa, Afrika Mashariki, Africa Union, tunaona kwamba jitihada ambazo wanazifanya hadi leo, tunaona kwamba ni jitihada nzuri sana za kuweza kumfanya Nkurunziza aweze kuelekea pale ambapo taifa la Burundi linapaswa kwenda. Ila kakataa kato. Sisi tunasema kwamba wasikate tamaa. Njia hiyo ndiyo njia wanapaswa kuendelea, waweze kumwekea vikwazo zaidi kama vile alivyoviwekewa Rais Buyoya 1993 wakati alipokuwa ana sita kuingia kwenye mazungumzo. Upande wa Warundi zaidi sana tunaona kwamba mpira uko upande wetu sisi. Katika muungano wetu mkubwa tu, upinzani na wengi mno wa chama cha CNDD-FDD, tunaona kwamba la kufanya ni kukomaza mshikamano wetu ili tuone kwamba tunaweza kuongezea kasi kwa zile shughuli ambazo tulikuwa tumezifanya katika kuunga mkono maandamano. Lazima tuongeze kasi, na tunafahamu kwamba na tunaona kwamba Nkurunziza hawezi kuwashinda Warundi wote wakishikamana. Watu wanajiuliza, umebaki nje pamoja na wenzako na wengine wamebaki ndani. Kwa nini hamuungani na wale walioko ndani, mnabaki kutoka nje? Wengi wanafikiri kwamba tuko nje, lakini hatuwezi kusema kwamba ni hivyo, sababu shughuli zote ambazo zinafanyika ndani ya Burundi. Sababu siku hizi ulimwengu ni mmoja,
shughuli zote ambazo zinafanyika hapa na pale zinafanyika pia na Burundi. Ni mchango wa kila yoyote yule, na tunaweza kusema kwamba tuna watu wengi sana, na sisi tumesimama vilivyo. Hakuna ambacho kinatuzuia kuweza kuingia na kutoka Burundi. Siasa ya Burundi inafanyika kwenye ardhi ya Burundi na inafanyika pia kwenye ardhi ya kimataifa. Ni jambo tu la wakati, lakini yoyote kuweza kuwa hapa na pale. Lakini tunasema hivi sasa tutatoka kwenye ile hali ya ukimbizi. Baadhi watatoka kwenye ile hali ya ukimbizi waelekee kwenye hali ya harakati ili kuweza kuliheshimisha taifa la Burundi. Unaposema hivyo, hiyo ni swala la kwamba mtachukua hatua gani? Manake inavyoonekana ni maguruneti na risasi. Kwa hivyo mnakwenda katika maandamano au una wasiwasi kwamba kunakuwa na vita huko Burundi? Vita tayari Nkurunziza alikwisha ianzisha hapo tarehe 25 Aprili alipojitangaza kuwa mgombea. Kuna wale ambao wanatangaza kwamba wanaweza kuanzisha vita dhidi ya Nkurunziza. Tunaweza kusema kwamba hivi ni kujihami tu, ni mbinu sasa kuongezea kasi ya namna ya kujihami. Nkurunziza anatumia kauli ya kutumia silaha na maguruneti. Tunaona kwamba na sisi Warundi lazima tujadiliane katika mshikamano wetu, tuweze kutumia na sisi kauli ambayo na yeye anaweza kuielewa zaidi. Na tunasema kwamba katika kueleweka vizuri kimataifa, kutokana na kiburi chake cha kukataa mazungumzo, tunaona kwamba hilo litatufanya kuweza kuwa na nguvu na kuweza kuungwa mkono zaidi. Hivyo nataka kusema kwamba kuna uwezekano wa vita vyenyewe kwenyewe kuzuka tena huko Burundi. Vita ni vita, ni mauaji, vita ni vifo, vita ni maguruneti, ni masasi ambayo yanapigwa hapa na pale. Vita ni polisi kuelekeza bunduki kwenye raia wanakimbia ama wanajihami kwa mawe. Tunaweza kusema kwamba vita tayari ilikwisha anza, isipokuwa hivi sasa jitihada zinazofanyika ni kutizama lipi litakaloweza kufanyika ili vita hivyo visimame, vita ambavyo Rais Nkurunziza alitangaza mwenyewe. Na jitihada zilizofanyika ilikuwa ni kumwambia aheshimu mkataba wa Arusha, aheshimu katiba ya Burundi, aachane na muhula wa tatu ambao ni muhula haramu, jambo ambalo linafahamika kimataifa. Lakini hivi sasa tunaona kwamba anaendelea kufanya masikio magumu. Tunaona kwamba tayari yeye kisha kaa kwenye uwanja wa mapambano na kajiandaa kwa kila kitu kupambana na Warundi na mataifa pia ambao hadi sasa wanatumia kauli ya ushauri. Tunaona sasa kwamba raia tumechoka, hatuna lingine la kufanya isipokuwa tunasikiliza kwa makini nasaha za mwisho za wakuu wa Afrika, viongozi wa Afrika na East African Community, ili tuweze kuona tutatoa lipi. Yakishindikana yote, tunaona kwamba hakuna lingine ni kupambana naye. Na hatimaye uchaguzi, matokeo yakitangazwa usiku wa leo, nyinyi mnafikiri mtachukua hatua gani au itakuwa na maana gani? Hatua tulikwisha zichukua. Vyama vyote, makundi yote ambao tulianzisha harakati za kujihami dhidi ya uvamizi wa Nkurunziza hapo tarehe 26 April, kutokana na matokeo ya leo, ni kufuatilia tu, kusikiliza. Hatua tayari tulikwisha zikamata kwa sababu matokeo tunayafahamu. Ni yeye kusema kwamba amepasishwa zaidi ya pasenti 65 na wengine, na kumegulia vibaraka vyake kura mbalimbali, jambo ambalo halikufanyika kwenye uwanja wa uchaguzi. Sasa kwa sisi tunaona kwamba ni kuendelea na harakati zetu, kuendelea na mbinu tulizozianzisha ili tumziwie kutupeleka katika umwagaji damu, jambo ambalo mkataba wa Arusha ulikuwa umetengenezwa kuwa kama kinga kwa Warundi. Asante sana Hussein Rajab. Asante sana.